Katika hali ya taharuki isiyo ya kawaida, Iran imerusha makombora ya ballistic kuelekea kambi ya jeshi la Marekani ya Al Udeid huko Qatar, hatua inayodhihirisha mwanzo wa mashambulizi ya moja kwa moja kati ya Tehran na Washington. Qatar Airways Flight QR330 iliyokuwa ikitoka London iligeuza njia kabla ya kuingia anga ya Qatar, huku ndege nyingine kadhaa zikigeuza mwelekeo, ishara ya tahadhari ya mapema kuhusu mzozo unaonukia. Falme za Kiarabu zilitangaza kufunga anga lake kwa safari zote za kiraia, hatua iliyotafsiriwa kuwa maandalizi ya hali ya vita. Ripoti za Fox News zilieleza kuwa shambulio la Iran dhidi ya kambi ya Marekani ya Al Udeid lilikuwa karibu kutokea na kuthibitishwa muda mfupi baadaye na kurushwa kwa makombora kadhaa ya Iran kuelekea kambi hiyo. Kambi hiyo, kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, ilikuwa tayari imehamishwa na askari wengi kuondolewa kabla ya mashambulizi kutokea. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian alitoa taarifa kali kupitia mtandao wa X, zamani Twitter, akisema, "Hatujaanzisha vita hii, lakini hatutaacha jibu kwa uvamizi wote dhidi ya Iran. Tutalinda taifa letu kwa imani na hekima." Marekani, Uingereza na Ufaransa zilionekana kuanza kuchukua hatua za kijeshi kwa kurusha ndege za kivita katika eneo lote la Ghuba ya Uajemi, ishara ya maandalizi ya mashambulizi au ulinzi. Donald Trump aliripotiwa kuwa anaitisha kikao cha dharura katika Situation Room kutokana na hali ya hatari inayoendelea. Wachambuzi wengi wanaamini kuwa Iran ilikusudia kutoa ujumbe kwa Marekani bila kusababisha vifo kwa kulenga kambi iliyo wazi ili kuonyesha uwezo wake wa kijeshi, huku ikiendelea kulenga Israel kama adui mkuu. Hatua hii inaweka wazi kuwa mzozo huu haupo tena kwenye hatua ya vitisho tu, bali umefikia hatua ya mashambulizi ya moja kwa moja baina ya mataifa makubwa, na huenda ukaathiri kwa kasi usalama wa eneo lote la Mashariki ya Kati pamoja na masoko ya dunia.